Alini kuficha ficha jibarabara. Sisi ni wai. Umesikia? Bwana Kaulio umempata amesema yuko Sinza Hawaii. Ameniambia ni wai. Hongera sana amefanikiwa kuwa mabingwa kwa msimu wa mwaka 2024-25. Alhamdulillah. Namshukuru Mwenyezi Mungu na asante sana kwa hongera zako ndugu yangu. Mara 5 mfululizo alikamwe mnawapiga hata. Unajisi mwenye bahati kiasi gani kwa Young Africans kati ya moja wa community? Nafikiri kwa viongozi wote kuanzia kwa rais wetu Engineer Hersi Ali Said, makamu wetu wa rais Arafat Haji GSM imetimia na uliniambia mwisho wa msimu. Wewe tukuulize. Nilikwambia kwanza Yanga alikuwa na kazi kubwa ngapi msimu unakumbuka? Ndio. Mara mwisho nilikwambia Yanga ana kazi 2 tu msimu huu. Kwanza kutetea mataji yake na kuhakikisha Simba anamaliza msimu akiwa tupu. Ndio. Imetimia. Kaondoka na nini msimu huu? Kaondoka na lawama. Bwana wanasema ile hakuna pointi 3 bila kumkaba Mpanzu. Vipi Mpanzu kwa namna ambavyo amemtizama kwenye game ya leo? Usiwape kiki ya wachezaji wa kawaida au shehe. Kuna wachezaji wazuri kwenye mechi ndogo, alafu kuna profesa wa mpira Pacome Zouzoua. Yeye kwenye mechi kubwa ndio anakuja kuzungumza. Amezungumza sana leo hapo. Waamuzi vipi? Amechezesha vizuri sana na tumpongeze mwamuzi kwa namna ambavyo ameweza kutafsiri sheria vizuri. Nafikiri kama mmegundua kitu leo ambacho ni cha tofauti na sio kwa ubaya. Kicho tofauti cha mwamuzi wa leo na baadhi ya waamuzi wetu ni kufika kwa haraka kwenye matukio. Yaani kila mpira ulipokuwepo huyu mwamuzi alikuwa ameshakaa, nafikiri kama ni 10 hivi, yupo tukio analiona kwa karibu. Kwa hiyo ilikuwa rahisi kwake kuamua kila kitu. Kwa hiyo sijui kama utaratibu rasmi watasema Simba sasa, sio sisi Yanga. Ndio. Simba watasema kama na mwakani wanataka aje mzungu, sisi wala. Ubora wa waamuzi ndio umepelekea kupatikana kwa nafasi chache. Maana ukiangalia kipindi cha kwanza ulikuwa na on target moja na kona 2. On target moja ya Yanga malizia vizuri. Ya Yanga Israel Mwenda alipiga free kick. Sisi tulikuja kwenye mechi ya leo tukiwa na malengo ya kuchukua ubingwa. Kwenye mahesabu tulikuwa tuna uhakika kuchukua ubingwa kwa sare au kushinda. Kwa tulianza mechi kwenye tempo ya chini tukiwashusha ambao walikuwa wanafuta matokeo na tukapata matokeo mazuri kipindi cha pili kwa sababu tuliongeza gia na ni makosa yale ya siku zote ya Simba ndio tumeyafanya leo kuadhibu nao. Makosa yale ya kuto kuiheshimu Yanga. Muda ulipozidi kwenda mbele wakaona kama wametumudu. Wakaanza kutawanyika kama kuku aliyekata kichwa. Sio tukaanza kutumia zile nafasi. Kwa hiyo ukiangalia ni matokeo ya mpira wa counter na sisi tuna quality. Pacome Mzize tumeweza kuhukumu. Kwa hiyo tupongeze sana wachezaji wetu. Mwenyekiti, kitu gani ambacho unaweza kuwashauri? Maana leo walikuja na style tofauti kuja kwenye game. Kimya. Ni utoto na ushamba waliofanya. Yaani nirudie kwa herufi kubwa. Walichokifanya ni utoto na ushamba. Ngoja niwape tathmini hapa. Msije mkasema tumeongea bila tathmini. Wewe si mtu wa data. Lengo lao kubwa na watu wengi wanapozungumza kwamba Yanga amekosa mapato, si ndio? Nataka niwaonyeshe ya mwisho kabisa mapato ya leo, watu walioingia na mapato ambayo ya leo. Ngoja simu ifanye kazi na sidi ni nyingi. Final hii hapa, si ndio? Wewe utawasomea wenzako. Watu wangapi? 51,805. Shilingi ngapi? Milioni 443. Maana yake Yanga tumepata hela. Tafsiri ya kwamba Yanga amekosa mapato haina ukweli. Yanga tumepata hela. Si ndio maana yake? Na hawa ni idadi ya watu waliokata, sio watu walioingia, idadi ya watu waliokata tiketi. Sasa watu hawa wako wapi? Ndio swali la msingi inabidi mjiulize na nyinyi. Tiketi zimekatwa 51,000. Na watu walioingia ndani ni wachache. Watu wako wapi? Watu hawa ni mashabiki wetu wa thamani ambao kwa utoto na ushamba ambao wameufanya Simba, mashabiki hawa thamani wamekosa nafasi ya kuja kutazama mpira. Tunafahamu tangia kanuni itengeneze kwamba tangia kanuni itengeneze kwamba mwenyeji anapata mapato, utaratibu wa timu fulani kuto kufanya promotion ni kitu cha kawaida. Hata sisi Simba anapokuwa mwenyeji huwa hatufanyi promotion. Sasa promotion ni nini? Ni kuto kufanya media tour, kuto kuposti frequent mara kwa mara kuhamasisha watu kuja. Tutafanya hivyo. Lakini kususia press conference, kususia kikao cha mechi ambacho kikanuni ni kikao cha lazima, kususia taratibu zote za mchezo, huu ni utoto na ushamba ambao sikia nikomaliza ndugu yangu, ambao umewaathiri leo mashabiki wa thamani ambao mpaka mchana ilikuwa hawajua tiketi wanazo na leo ni siku ya kazi, ni Jumatano, watu wamekuwa na sintofahamu. Kwa mimi kwa niaba ya klabu yetu ya Yanga, kwanza nitumie fursa hii kuwaomba radhi mashabiki wote
ambao walikata tiketi leo na wakakosa fursa ya kuja Benjamin Mkapa kwa sababu ya utoto na ushamba ambao umefanywa na Simba. Hawa wengine kama watapata fursa ya kuomba msamaha itakuwa jambo kubwa, ila kama Simba watamoka kimya waombe msamaha sio jambo jipya, kwa sababu ni jambo la kawaida kwao kudhulumu haki za mashabiki. Washafanya hivyo kwenye mechi zao za kimataifa. Kwa hiyo sisi leo tumepata hiyo hela, lakini tunajisikia vibaya kwa mashabiki wa thamani ambao wakati tiketi tumeshindwa kuja kwenye mchezo leo. Hali msimu huu pengine kwenu ulikuwa ni mgumu kiasi gani? Huu msimu ulikuwa mgumu sana. Huu msimu ulikuwa mgumu sana, ulikuwa msimu mzito, ulikuwa msimu wa pambano kweli kweli. Yalifanywa mengi kuhakikisha Yanga anashindwa kutetea ubingwa wake. Lakini Mwenyezi Mungu mkubwa na sisi tulifanya zaidi ya pale tuweze kutetea ubingwa wetu. Hizi pointi ambazo wamefikisha Simba msimu huu, ingekuwa ni msimu uliopita angekuwa bingwa yeye. Sio maana yake sisi tulipandisha ubora wa pointi zokuwa nazo la season, tukaongeza ubora, tukapata pointi zaidi. Kwa hiyo msimu huu ulikuwa mgumu kweli. Msimu huu nimekaa mpaka mahabusu kwa ajili ya Yanga. Haikuwa rahisi msimu huu sisi kuvaa medali. Kwa hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu na wana Yanga wote niwapongeze sana, na sasa niwaambie bila kujalisha mtakuwa wapi, lakini nawaomba sana tuvuke maji twendeni Zanzibar. Sherehe kamili. Tutahojiana hata kiza sauti tasikika. Sherehe za ubingwa tutaanzia bandarini hapa Dar es Salaam, zitaendelea bandari ya Zanzibar, tutakunywa supu hapa, tutakunywa supu. Acha masiara bwana. Bango la kwanza la jumla matokeo haya matano litaonekana Zanzibar. Ya bango hajaisha na bango bado si jumla zinaendelea. Ndani zinaendelea. Hawa si wakomi. Unajua leo wakati Mzizi anaweka kamba ya pili nikamkumbuka Mbosso bwana. Nikamkumbuka Mbosso aliimba ujue. Jamani ya Viola. Amependwa na Pacome. Jamani ya Viola. Amependwa na Pacome. Muka Viola leo. Nimesema ilikuwa ni msimu mgumu. Nini ambacho kilifanyika pengine ambacho sisi kama watu wa tukio? Kwanza tuliimarisha